Lakini Yoram mwenyewe alikuwa amerudi. Okay, now kwenye mstari wa 14 tunaona upako unaanza kumpeleka kwenye assignment. Upako wa Roho Mtakatifu ukija juu yako unakupeleka kwenye nini? Assignment. Unakupeleka mahali ambapo Mungu anataka. Na ninamwombea mtu mmoja, kila upako ulioko juu yako, ule upako ukupeleke mahali ambapo Mungu anataka. Nasema tena, ule upako ukupeleke mahali ambapo Mungu anataka. Kama ni kwenye biashara, Mungu akakufanikishe kwenye biashara. Kama ni kwenye siasa, Mungu akufanikishe kwenye siasa. Kama ni kwenye ndoa yako, Mungu akufanikishe kwa ajili ya ndoa yako, katika jina la Yesu aliye hai. Nao niseme kitu kimoja hapa, alafu then nikimbie kwenda huku chini. Upako ulipokuja juu ya Yehu ukampeleka kwenye assignment. Na nilizungumza kitu kimoja, upako ulikuwa ni upako hatari. Ulikuwa ni upako hatari. Upako huu ndio uliomwangusha Yezebeli. Kila upako ukija juu yako, kuna kitu kimekuja kuangushwa. Umenielewa ninachoongea? Inawezekana kuna umaskini umekuja kuangushwa kwako. Inawezekana kuna magonjwa yamekuja kuangushwa kwako. Inawezekana kuna vitu vipo kwenye maisha yako vimekuja kuangushwa. Wangapi wamenielewa? Sometimes unapopokea upako wa Roho Mtakatifu, you must be able to channel. Ndio kufundisha kwenye siku zinazoendelea how to channel the anointing. Kwa sababu unawezekana upako ukaupokea, ukaona kabisa leo ili neno, kila unapolipokea neno la Mungu kwa excitement, unaupokea upako wa lile neno. So lazima uwe na uwezo wa kulichannel lile neno kwenye eneo fulani. Ni kama hivi, Roho Mtakatifu ameleta asali. Asali inaitwa asali ya Roho Mtakatifu. Huyu mwingine atapaka kwenye kidonda, huyu mwingine atalamba ile koo liwe sawa. Huyu mwingine sijui ameambiwa uso sijui ukipaka asali itakuwaje. Huyu mwingine ameambiwa sijui so kila mtu anapeleka kwenye eneo lake. Ila nini? Asali. Roho Mtakatifu akileta upako, unakuwa ni upako mmoja. Ila kila mtu ana uchannel kwenye eneo lake. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Upako umekuja, lakini I channel this anointing. Mimi ukija huu upako, naweza nikauchannel kwenda kwa mtu mgonjwa akapona. So I channel kwenye kitu ambacho nataka upako ufanye kazi. Wangapi wamenielewa? Na ndio maana I can stand here, nikisimama hapa nikisema upako uje. Upako unaweza ukaja, ila nina uwezo wa kuupa jina huo upako. Unapokuja juu yako, uwe upako wa kitu gani? Wangapi wamenielewa? Upako ulipokuja kwa Yehu, ilibidi yule nabii au channel ule upako, aupe jina. Huu ni upako wa kifalme. Wangapi wamenielewa? Unaweza ukaja upako juu yako, ukasema huu upako ni upako wa designing. Unajikuta from that moment, tutakuja kuangalia moja ya kazi ya upako ni kukufanya ufanye kazi zenye utofauti. Na ndio maana unaweza kukuta mtu kile unachokifanya wewe na yeye anakifanya, lakini yeye anakifanya kwa utofauti. Kitu gani kinaleta utofauti? Ni that anointing. Kila mtu ana ndoa, lakini ndoa ya mtu fulani ina mvuto wa kipekee. That's why unapokuja kwa mtu, identify the anointing that person carry. Unapokuja kwa pastor, njoo, alafu unapodemand neema. Na bahati mbaya zaidi nimejifunza kitu kimoja. Upako mara nyingi unakaga kwenye kitu ambacho uzani. Si unamwona hata yule jamaa aliyekuja, alibeba kichupa cha mafuta, maana yake ambeba upako. Ila alionekana na nini? Mwenda wazimu. So sometimes you can sit with your pastor and you can take him casual. Unajua ni pastor wangu tu. Ila akija pastor mwingine, you can tremble. Ni kama na upako. You know what? Unawezekana ukakaa na upako na kichupa cha mafuta na ukabaki na madeni. Umenielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Na one of the things that I have learned by myself, sito uachilia upako kwa mtu asiyeuthamini upako. In my heart, I know I carry grace, but I will never release the grace to somebody who despises it. Nikiwaambia hapa siku zote kwamba mimi nina neema ya kuchunga wanasiasa, I'm not joking. I'm not joking. I mean it and I'm serious about it. So I know if I will release that anointing, it will work
for that person. Kwa hiyo one day you will see politicians come here. Come here. Why? Because there is anointing to pastor politicians. Na wanasiasa hawaabudu kila mahali, ndo tabia zao. But huwa wana tabia ya kusmell the anointing. Kwa sababu hata wao wana mafuta juu yao. Hakuna mwanasiasa ambaye amekosa mafuta. So lazima asmell Samuel wake yuko wapi. Mmenielewa ninachoongea? The day and the hour will come. Wakati utaona wanasiasa wamejaa huko. Sio tu kama wetu wamejaa mbele, wamekaa mbele. Wanakuja kama washirika. Watakaa huko. Wanani? Washirika. Wanasiasa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Now, you see here, upako ukaanza kufanya kazi ndani ya nani? Yao. Na upako ukaanza kumpelekea kufanya fitina. Kumbuka anatakiwa amwangushe Jezebel. Fitina maana yake akaanza kufanya vitu ambavyo vina provoke vita. Umeelewa ninachoongea? Yes, angalia pale mstari wa 16. Basi yeye akapanda gari lake kwenda Yezreeli, kwa maana Yoram alikuwa amelala huko na Ahazia mfalme wa Yuda alikuwa ameshuka kumtazama Yoram. Now you see, Yoram alikuwa mfanya nini? Yoram alikuwa mfalme wa nini nisema? Wa Israeli. Na Ahazia alikuwa mfalme wa nini? Wa Yuda. So hao baba zao walikuwa ni marafiki kabla. Na hata baada wao wakawa nani? Marafiki. Ahabu alikuwa rafiki wa Yehoshafati. Wangapi nakumbuka? Sasa Yehu anakuja. Anapokuja, maandiko yanasema mstari 17, basi mlinzi alikuwa amesimama juu ya mnara wa Yezreeli. Akaliona lile kundi la watu wa Yehu. Alipokuwa akija akasema naona kundi la watu. Yoram akasema haya, mtoe mpanda farasi mmoja ukampeleke aende kuwalaki na kuwauliza, je, ni amani? Basi mpanda farasi mmoja akatoka awalaki. Akasema mfalme asema hivi, je, ni amani? Yehu akasema, wewe unani? Wewe una nini na amani? Ili swali ni baya sana. Amen. Ni swali moja baya sana. Unasikia swali alilouliza Yehu? Wewe una nini na amani? Remember, Yehu hajaja kwa ajili ya amani. Yehu amebeba mafuta ya kuangamiza. Ogopa sana unapoona mtu ambaye Mungu amempa kukalia kiti ana violent grace. Umewahi mtu akikalia ofisi fulani, ofisi inaenda. Kuna upako juu yake. Yusufu alipokalia nyumba ya Potifa, nyumba ya Potifa ilifanikiwa hivi. Upako. Umenielewa ninachoongea? Alipoenda gerezani, watu wa gereza walikuwa na amani. Mambo yamenyoka hivi. Alipokalia kiti cha utawala wa Misri ilinyoka hivi. Upako. Na nisikilize, watu wa jinsi kama Yehu hawapendwagi kwenye taifa. Watu kama Yehu hawapendwi. Kwa nini? Wana mafuta ya vita. Wana mafuta ya kubreak. Wana mafuta ya kuvunja. I say, haya mambo. Sema amen. Sema amen. Sema mtonyo. Sema mtonyo. Sema mtonyo. Unajua Roho Mtakatifu akiwa anakupa mtonyo, then unaanza kujiuliza, Roho Mtakatifu huu mtonyo ni wa wapi? Roho Mtakatifu ndiye anatoaga gist zake. Roho Mtakatifu anakupa neno and you see that coming. Now mtu mmoja aseme asante Roho Mtakatifu. Si ndio maana tunajifunza upako wa Roho Mtakatifu. Amen. Na anaye uguide ni nani? Roho Mtakatifu. Basi mpanda farasi mmoja akatoka awalaki akasema, mfalme asema hivi, je, ni amani? Yeye akasema, wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Upako wa ushawishi. Sema upako wa ushawishi. Upako wa Roho Mtakatifu ukija juu yako unatengeneza ushawishi. Amekutana na huyu mtu yuko violent. Anasema geuka ufanye nini?
Yule mlinzi akatoa habari akasema, yule mjumbe amewafikiria lakini harudi tena. Manake walikuwa wana monitor kutokea kwenye mnara, wanamwangalia yule jamaa aliyetumwa. Si unaelewa zamani walikuwa wanajenga kuta ndefu. Kwa hiyo yule jamaa amekaa kwenye mnara, anaangalia yule aliyetumwa na farasi. Anaona tayari ameshawafikia. Lakini mbona amefika pale hageuzi? Anasema, maandiko yanasema akaona amewafikia lakini harudi. Ameambatana na nani? Yehu amekuja na nini juu yake? Sema upako. Sema upako. Sema upako. Ule upako ulimgeuza mtumishi wa Yezebeli na mtumishi wa Yoram awe mtumishi wa Yehu. Sema influence. Sema influence. Now you can see. Mungu akitaka akutumie kwenye eneo fulani, anakupa ushawishi. Watu wengi wanaweza kufikiri kwamba it is just normal. You see that name trending in the social media. You see certain news moving in the social media. But you don't know what is happening. There is anointing that has been released in the spirit. And this anointing is to make somebody have the voice of the nation. Na kila mwenye mwili ataweza kusikia kwa jina la Yesu. Amen. Kila mwenye mwili asema amen. Kila mwenye mwili asema amen. Kila mwenye mwili aseme amen. Bwana atupe kufahamu. Amen. Okay, mstari wa 19. Ndipo akapeleka mpanda farasi wa pili, naye akawafikiria. Akasema, mfalme asema hivi, je, ni amani? Yehu akasema, wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Huyu ni wa pili. Sema upako wa ushawishi. Watu watafikiria kwamba ni kitu cha kawaida, lakini ni ushawishi. You cannot bring this person down. You cannot bring this person down. This person is undefeatable. You cannot defeat this person. So kutakuwa na habari zina pop like this. Zina pop like this. And watu wanasema, unajua ni kama zimetokea tu, ni kama bahati njema. No, it is not bahati njema. There is something that is moving in the spirit. And everybody is eager to hear the voice. Sema amen. Ndio kama hivyo nasema, tumemtuma wa kwanza hajarudi na yeye ameambatana naye. Tumetuma wa pili na yeye ameambiwa geuka unifuate. So imagine sauti ni moja. Je, wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Alafu eti mtu asemi neno anamfuata. Imagine. This is powerful influence. Sio kwamba hapana mimi ni mtumishi wa nani. No. There is something that is moving in the spirit. Watu wengi hata wanapokuwa wanageuka hivi wanasema sisi tuko, unajua moyoni unaweza kumbeba mtu mwingine na kwenye mdomo ukambeba mtu mwingine. Moyoni ukamfuata mtu mwingine na mwilini ukaona mtu mwingine. Now, this person was speaking to the hearts. Ogopa sana mtu ambaye anaongea na mioyo ya watu. Ana authority over the hearts of men. Kwa sababu kama mbingu hazijasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye, you cannot hear him. So you can see even in the political realm, kuna sauti inakuja, inasikika. Kama Mungu hajairuhusu hiyo sauti isikike, haiwezi kusikika. Haisikiki kwa sababu kuna vyombo vya habari. Inasikika kwa sababu there is God in heaven who is declaring, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. So watu wote wanatamani kusikia anasema nini. Sio kwa sababu wanataka, ila kwa sababu mbingu zimesema msikieni. Sio kila mmoja anasema now we need these social medias to come and chukua habari kwetu. No. Wanakusanyika kwa sababu if they will not gather, God will punish them. Kwa sababu this man now ni mtu wa wakati. Anasema geukeni. Wanamfuata. Huyu alikuwa ni Yehu. Alikuwa ni nani? Mimi nafundisha habari za Yehu. Wangapi wamenielewa mpaka pale? Yule mlinzi akatoa habari akasema amewafikiria wala harudi tena. Mwendo huu ni mwendo wa Yehu mwana wa Nimshi, maana analiendesha gari kwa kasi. Upako unaleta kasi. Wangapi
Wanakumbuka upako ulivyokuja juu, alivyotawazwa Yehu kuwa mfalme. Unamwona huyu jamaa anakimbia. Watu wanafikiri ni kitu cha kawaida. Upako huu unamzungusha mtu, unamkimbiza mtu. Wangapi ananielewa ninachoongea? Now, msifanye vita na watumishi wa Mungu. Unajua kwa nini? Watumishi wa Mungu wana kasi. Watumishi wa Mungu wana nini? Kama mtu ametumwa na Mungu, Mungu hamtumi hivi hivi, anampa kasi. Tunaipokea hiyo kasi kwa jina la Yesu. Tunaipokea hiyo kasi kwa jina la Yesu. Tunaipokea hiyo kasi kwa jina la Yesu. Upako ukija juu yako, kitu kinachotokea ni kasi. Sema kasi. Kasi kwenye siasa. Kasi kwenye biashara. Kasi kwenye eneo lolote. Jambo ambalo unatakiwa utumie miaka 5 unatumia mwezi mmoja. Roho Mtakatifu mara nyingi akisema kitu ndani yangu na nikakiongea, na kiongea kama vile Roho anavyosema, kwa sababu yeye ndo anayeweza kuleta kasi. Si ndio? Si ndio Roho Mtakatifu analeta kasi? Si Roho Mtakatifu ndiye analeta kasi? Niliongea juzi nikasema, I see this big man coming out of the prison. And this big man, this is the month will come out of the prison. Unajua, huu ndo mwezi wa 6. I say this big man will come out of the prison. Amen. Amen. Maandiko yanasemaje? Yoram akasema tandika, akasema tandika gari. Wakalitandika gari lake. Yoram mfalme wa Israeli akatoka na Ahazia mfalme wa Yuda, kila mtu katika gari lake, wakatoka ili kumlaki Yehu. Wakamkuta katika kiwanja cha Naboth Myezreeli. Imagine wanamkuta mahali ambapo prophecy zilisema vitu vitafanyikia pale. Sema amen. Ikawa Yoram alipomwona Yehu akasema, "Je, ni amani?" Yehu akajibu, "Amani gani? Maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi." Yoram akageuza mikono yake, akakimbia, akamwambia Ahazia, "Ni uhaini." Ahazia unajua hiki ilikuwa ni kilio. Sio kwamba alikuwa anaongea. Ndio maana unaona maneno yalivyoandikwa hapo. Angalia hayo maandiko. Yoram akageuza mikono yake, akakimbia, akamwambia Ahazia, "Ni uhaini Ahazia. Ahazia, ni uhaini Ahazia. Wewe usisimame." Unanielewa ninachoongea? This man with the rocket anointing on his head. Nyie mnanielewa ninachoongea? Unajua mambo ya uhaini hayajaanzia leo. Yameanzia since those days. Yehu amekuja sio na upako wa kawaida. Amekuja na upako wa kimapinduzi. It is a revolutionary anointing. Revolutionary anointing. So it takes this anointing to break the yokes of witchcraft. Mnanielewa ninachoongea? So kama for instance kama Tanzania kuna witchcraft inaendelea. Kuna witchcraft imefanyika. It demand Jehu anointing to break this witchcraft anointing. Mnaelewa ninachoongea? Inachukua upako wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuvunja uchawi. Watu wengi hawajui. In this nation, uchawi unakuwa marketed kuliko Mungu. Uchawi unaogopwa kuliko Mungu. In this nation, unaogopwa kuliko Mungu. So ili taifa hili liwe released. Na ndio maana unaweza kukutana na wasomi ila kama sio hawajasoma. Unakutana na watu wamesoma, wana masters, ni maprofesa, ila akili zao kama zimelishwa urojo. Unaanza kujiuliza what is happening to them? Witchcraft. Yezebeli alifanikiwa kumanipulate taifa na kumanipulate wazee wa nchi, kumanipulate watu wenye akili. Jezebel. And she was very successful. Very successful. That's why alipokuja Jehu akusema nimekuja ku bring this man down. Anasema nimekuja kushughulika na uchawi na uzinzi.
Hey, wangapi wamenielewa ninachoongea? So kuna madhabahu zilikuwa zinatakiwa zianguke. That's why we bring this anointing. Kwa sababu the first man has passed away. Ameshaondoka wa kwanza. Now here comes Jehu. And Jehu is riding with the speed. Jehu hakuja kawaida, kwa sababu ule mwendo ulikuwa sio wa kawaida. Jehu alikuwa haonekani kwenye hizo anga. Now Jehu anaonekana. And Jehu is coming. Maandiko yanasema wakaenda ili wamlaki. Wanamuuliza Jehu, "Je, ni amani?" Jehu anasema hapana. Hapana, issue ya amani haipo. Ongapa ananielewa ninachoongea. Hata kama mnielewi semeni tu amen. Unajua sometimes ukihubiria akili unachoka. I speak to the spirit. Now sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen katika jina la Yesu. And I pray for this Jehu of this nation. May God give him grace in the name of Jesus. Kila sauti ya Jehu mahali popote, Bwana ikuze katika jina la Yesu. Bwana ikuze katika jina la Yesu. May God give him power. Shout amen. Shout amen. Sasa kama wewe ndio mchungaji, sasa ufanye nini? Kama ndio Roho Mtakatifu anasema semeni. I speak at the way he speaks. Sema amen. Lakini si ndivyo Biblia inavyosema? Karos kebrahantas kadias. Je, ni amani? Yehu akajibu, amani gani? Maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi. Now, you see, taifa la Israeli lilikuwa under the spell of witchcraft. Lilikuwa chini ya matamko ya kichawi. So watu wana move kwa sababu ya spell of witchcraft. Jezebeli aliweza kumanipulate taifa zima liwe kama mazuzu. Kumbuka Jezebeli amechukua manabii wa Baali 400 anao. Hawa 400 wote wanatoa kafara, wanachinja, wanafanya nini kwa ajili ya taifa. Maana yake kafara zilizokuwa zinatolewa kwenye taifa zilikuwa nyingi. Umeelewa mpaka pale? Umeelewa mpaka pale? Sasa zile kafara zinafanya taifa zima liwe kama zuzu. Watu hawajielewi. Watu hawajielewi. Why hawajielewi? Kwa sababu ya kafara, witchcraft. Anakuja hapa, unaona Elijah akushughulika na witchcraft iliyokuwa kwa Jezebeli. Lakini yeye anakuja, anaiona witchcraft. Na anaanza kushughulika na witchcraft. Hashughuliki na kiti, anashughulika na witchcraft. Kwa sababu taifa zima lilikuwa under spell. All of them they fear. Wote wanamuogopa Jezebeli. Wote wanamtetemekea Jezebeli. So it requires this anointing of Jehu to bring this Jezebel down. Menelewa nachongea. Kila mwenye mwili aseme amen. Sema amen. Sema amen.